Wakati mwingine tena, karibu kwenye Sports Update. Hizi ni update za kisoka, ndicho kitu ambacho nakuletea hivi sasa, na kikubwa zaidi ni trending story kwenye mitandao ya kijamii. Kipi ambacho kinazungumzwa kwenye soka kwa hivi sasa? Na kikubwa trending story ni pale Simba Sports Club kwa wekundu wa Msimbazi baada ya kuondoka aliyekuwa meneja mwenye taaluma ya ukocha Dimitar Pantev, raia kutokea pale nchini Bulgaria. Amehudumu Simba ndani ya siku 61 tu. Je, unafahamu hilo? Lakini katika hizo siku 61 ni wachezaji wa 4 au mastaa wa 4 pekee ndio ambao wametumika sana kwenye kikosi chake. Ni wakina nani hao? Utaweza kufahamu, ndio kitu ambacho kimenifanya niwashe mic hapa. Na kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu, subscribe kwa ajili ya kuweza kupata update kama hizi. Tembelea pia page zetu za mitandao ya kijamii. Tunapatikana kwenye Instagram, Facebook pale na TikTok. Jina letu ni JR Mtita TV. Mimi naitwa Babu Ali. Sasa inabidi ufahamu kwamba kocha Dimitar Pantev aliyekuwa kitambulishwa kama meneja mkuu wa Simba amehitimisha siku 61, na uwezi kuamini siku hizo kuna mastaa wa 4 pekee ambao walitumika zaidi kwenye kikosi hicho chenye wachezaji 27. Pantev alitambulishwa Oktoba 3 kama meneja mwenye taaluma ya ukocha. Ameiongoza Simba katika mechi 5 za mashindano, ikiwemo moja ya ligi kuu Tanzania bara na 4 ligi ya mabingwa barani Afrika kabla ya juzi kusitishiwa mkataba. Kutoka Oktoba 3, 2025 hadi Disemba 2, 2025 ni siku 61 ambazo zimehitimisha maisha ya Mbulgaria huyo pale Simba Sports Club baada ya uongozi wa klabu hiyo kusitisha mkataba kwa makubaliano ya pande hizo mbili. Katika mechi hizo 5, wachezaji wa 4 ambao hawajawahi kukosa kuanza kwenye kikosi cha kwanza cha meneja huyo Dimitar Pantev ambao ni kipa Yakubu Suleiman, beki wa kushoto Anthony Mligo na beki wa kati Rushen De Rock na winga Joshua Mutale. Wakati hao wakiwa panga pangua, pia kuna wengine 7 hawakupata nafasi ya kucheza chini ya Pantev kwa sababu mbalimbali, wakiwemo majeruhi kama Musa Kamara, Mohamed Bajaber na Abdurazak Hamza. Pia kuna Charles Semfuko, Mzamiru Yasin na kipa Hussein Abel ambao wameishia benchi, wakati Vedastus Msinde hakuonekana kabisa kwenye kikosi hicho. Sasa mengi yamezungumzwa, mojawapo ni upangaji wa kikosi haukuwa na waridhisha viongozi hata wachezaji wa timu hiyo. Ndio moja kati ya sababu ambayo imekuwa kitajwa sana tunaisikia. Pantev kuna wakati alikuwa atumiwa shambuliaji asilia, huku katika mechi hizo 5 alikuwa akifanya mabadiliko ya wachezaji hadi kufikia 5 kila mechi. Na hii inadhihirisha kwamba alikuwa anakitafuta kikosi chake cha ushindi kabla ya kutimuliwa mara tu alipotua hapa nchini akitokea kule Bamako nchini Mali. Sasa wachezaji 21 ndio ambao wamekichafua kwenye kikosi cha Pantev. Na kama hujui, hadi anaondoka Simba, Pantev ametumia jumla wachezaji 21, lakini ni 2 pekee ndio ambao wamemaliza dakika 90 za kila mechi, ambao ni Yakubu Suleimani na Anthony Mligo waliotumika kwa dakika 450 kila mmoja. Mutale aliyecheza mechi zote 5 akianza kikosi cha kwanza hakuwahi kumaliza dakika 90 hata mara moja, huku Rushen De Rock mechi moja pekee aliishia dakika 45 za kwanza, zingine akimaliza dakika 90. Mchezaji ambaye ametumika kwa dakika chache zaidi ukiacha wale ambao hawajatumika kabisa ni Awesu aliyecheza kwa dakika 3 tu, akifuatiwa na Lada Kichasambi ambaye amecheza dakika 17 na David Kameta pia akiwa amecheza dakika chache zaidi. Sasa takwimu za jumla ziko hivi: Yakubu Suleimani yeye amecheza dakika 450, Anthony Mligo amecheza dakika 450, Rushen De Rock amecheza dakika 405, Shomari Kapombe amekichafua ndani ya dakika 360, Elim Panzu yeye amecheza dakika 357, Wilson Nangu amecheza dakika 345, Joshua Budo Mutale yeye amekichafua dakika 311, Nabi Kamara dakika 323, Neo Maema dakika 280, Jean Charles Ahoua amecheza dakika 236, wengine ni Morris Abraham dakika 230, Alassane Kante dakika 183, Jonathan Soa dakika 167, Kibu Dennis dakika 150, Shamu Karabu dakika 150, Yusuf Kagoma dakika 142, Steven Mukwala dakika 124, Selemani Mwalimu amekichafua dakika 113, David Kameta amekichafua dakika 90, Lada Kichasambi pia amecheza dakika 17, Awesu yeye amecheza dakika 3 tu. Matokeo yalivyokuwa katika mechi 5, Pantev ameshinda 2, sare 1, amepoteza mechi 2, timu imefunga mabao 6, lakini ya kufungwa amefungwa mabao 4, na waliofunga mabao hao ya Msimbazi ni Wilson Nangu mabao 2, Kibu Dennis mabao 2, Jonathan Soa bao 1 na Neo Maema akiwa amefunga bao 1. Sasa mechi ambazo ameziongoza Pantev
ni dhidi ya Nsingizini. Mechi ya kwanza kule nchini Botswana, Simba akishinda goli 3-0. Ilikuwa mechi ya kwanza iliyochezwa Oktoba 19, 2025, ikiwa raundi ya pili ya ligi ya mabingwa Afrika, na Simba ikishinda bao 3-0 yakifungwa na Wilson Nangu na Kibu Dennis aliyepachika mabao mawili. Simba ikiwa ugenini, kikosi kilichoanza kilikuwa na mabadiliko ya wachezaji wanne kutoka kile ambacho kilichoipa Namungo goli 3-0, benchi la ufundi likiongozwa na Selemani Matola. Mabadiliko yalikuwa hivi: Jean Charles Ahoua, Wilson Nangu, Neo Maema na Selemani Mwalimu walianza dhidi ya Nsingizini, baada ya Shamu Karabu, Maurice Abraham, Yusuf Kagoma na Steven Mukwala walianza dhidi ya Namungo. Kikosi dhidi ya Nsingizini kilikuwa kama hivi: Yakubu Suleimani, Anthony Mligo, Joshua Mutale, Jean Charles Ahoua, Shomari Kapombe, Rushen De Rock, Nabi Kamara, Wilson Nangu, Elim Panzu, Neo Maema pamoja na Selemani Mwalimu. Benchi kulikuwa na Hussein Abel, David Kameta, Shamu Karabu, Yusuf Kagoma, Ladak Chasambi, Jonathan Soa, Steven Mukwala, Maurice Abraham na Kibu Dennis. Wachezaji waliotoka benchi ni Shamu, Kagoma, Soa, Kibu na Maurice Abraham walichukua nafasi ya Mutale, Ahoua, Nangu, Mwalimu na Maema. Mechi ya pili ilikuwa bila dhidi ya Nsingizini hapa Dar es Salaam. Ilikuwa ni mechi ya marudiano, ilikuwa Oktoba 26, 2025. Sare hiyo ilihakikishia Simba kufuzu makundi ya ligi ya mabingwa, ikipigwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Pantev walibadilisha wachezaji watano kutoka kikosi kilichoanza kule ugenini nchini Botswana. Walioingia kikosini ni Shamu Karabu, Maurice Abraham, Yusuf Kagoma na Kibu Dennis ambao awali walitokea benchi. Pia David Kameta Duchu alicheza kwa mara ya kwanza. Kikosi kilikuwa hivi: golikipa kama kawaida Yakubu Suleiman, Shamu Karabu, Anthony Mligo, Joshua Mutale, Jean Charles Ahoua, David Kameta Duchu, Maurice Abraham, Yusuf Kagoma, Rushen De Rock, Elim Panzu na Kibu Dennis. Benchi walikuwepo Abel, Shomari Kapombe, Wilson Nangu, Nabi Kamara, Awesu, Alassane Maodo Kante, Neo Maema, Jonathan Soa na Steven Mukwala. Kipindi cha pili Awesu, Kante, Maema, Soa na Mukwala waliingia kuchukua nafasi ya Mutale, Ahoua, Maurice, Kagoma na Mpanzu. Mechi iliyofuata ilikuwa dhidi ya JKT Tanzania, ambapo Simba hapa alipata ushindi wa goli 2-1. Hii ilikuwa ni mechi ya ligi kuu iliyochezwa Novemba 8 uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, na tunakumbuka Wilson Nangu na Jonathan Soa alifungia Simba mabao ambayo yaliipa Simba alama 3 baada ya Edward Kasongo kuitanguliza JKT Tanzania. Kikosi ambacho kilianza pia kilikuwa na mabadiliko ya nyota watano tofauti na kile ambacho kilicheza dhidi ya Nsingizini. Kapombe, Nangu, Kagoma, Kamara na Maema walianza badala ya Shamu, Duchu, Maurice, Ahoua na Mpanzu. Kikosi kilikuwa kama hivyo: golikipa Yakubu Suleimani, Shomari Kapombe, Anthony Mligo, Wilson Nangu, Rushen De Rock, Yusuf Kagoma, Kibu Dennis, Nabi Kamara, Steven Mukwala, Neo Maema na Joshua Mutale. Waliokuja kuingia walikuwa baadaye ni Alassane Maodo Kante, Mpanzu, Soa, Ahoua na Maurice Abraham. Walichukua nafasi ya Kagoma, Kibu, Mukwala, Maema pamoja na Mutale. Mechi iliyofuata ilikuwa dhidi ya Petro Atletico de Luanda, ambapo Simba hapa alikuwa nyumbani katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Ilichezwa Novemba 23. Simba ilianza makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kichapo cha bao 1-0 nyumbani. Pantev kama kawaida alifanya mabadiliko kidogo kwenye kikosi hicho. Wachezaji watatu waliingia kutoka kwenye kile kikosi cha mwisho ambacho kilicheza dhidi ya JKT Tanzania. Kante, Maurice na Mpanzu walianza badala ya Kagoma, Kibu pamoja na Mukwala. Kikosi kilikuwa kama hivi: Yakubu Suleimani, Anthony Mligo, Joshua Mutale, Alassane Maodo Kante, Shomari Kapombe, Maurice Abraham, Rushen De Rock, Nabi Kamara, Wilson Nangu, Elim Panzu pamoja na Neo Maema. Walitokea benchi ni Ahoua, Ladak Chasambi, Jonathan Soa na Mukwala walichukua nafasi ya Mutale, Kante, Maurice pamoja na Kamara. Mchezo uliofuata bwana ndio mchezo wa mwisho, ulikuwa dhidi ya Stade Malien ugenini pale. Simba lipasuka kwa bao 2-1, ambapo hii ilikuwa ni Novemba 30. Ilikuwa ni mechi ya mwisho kwa Pantev akiwa Simba. Hii ilikuwa ni ya pili ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Kichapo cha goli 2-1 ugenini kilihitimisha safari ya Pantev ndani ya Simba. Kabla ya mechi hiyo, Pantev alisema kwamba anataka kufanya mabadiliko ya kimbinu kwa sababu anakutana na timu tofauti na iliyokuwa ile ya kwanza. Hapa akaamua kuanza na mshambuliaji halisi. Mechi hii kulikuwa na mabadiliko ya wachezaji wawili pekee. Ahoua na Mwalimu walianza kabla ya Kante na Maurice. Alianza na kikosi hichi: Yakubu Suleimani, Selemani Mwalimu, Jean Charles Ahoua, Shomari Kapombe, Rushen De Rock, Nabi Kamara, Wilson Nangu, Elim Panzu na Neo Maema. Walioingia ni Shamu Karabu, Kante, Soa, Mukwala, Maurice. Walichukua nafasi ya Mutale, Ahoua, Rushen, Maema na Selemani Mwalimu. Hayo ndio mabadiliko ambayo alikuwa akiyafanya Mwalimu Dimitar Pantev
au tunamuita meneja kama vile ambavyo Simba walikuwa wamemtambulisha, na tukaona vile ambavyo alikuwa akijaribu kutafuta kikosi chake cha ushindi, lakini kwenye hili Simba wameona hawakupata faida kwa mwalimu huyo na wakaamua kumsitishia mkataba kwa pande zote mbili ambazo walikuwa wamekubaliana, na hivyo safari yake ya siku 61 ndani ya Simba ikaishia hapo. Kwa hiyo wachezaji 4 pekee ndio ambao wamepata nafasi kubwa kwenye kikosi cha mwalimu Dimitar Pantev, ambao ni golikipa Yakubu Suleimani, beki wa kushoto Anthony Mligo na beki Rushen Derok na winga Joshua Mutale. Hao ndio wachezaji ambao wamecheza dakika nyingi zaidi kwenye kikosi cha mwalimu huyo Mbulgaria anaitwa Dimitar Pantev. Kuweza kupata update kama hizi now basi subscribe YouTube channel yetu kwa ajili ya kuweza kupata update hizo. Pia tembelea page zetu za mitandao ya kijamii. Tunapatikana kwenye Instagram, Facebook na TikTok. Jina letu ni JR Mtita TV. Udhamini mkubwa tunapewa na JNR Mtita Unisex Saloon, ambapo tunakukaribisha sana katika matawi yetu ambayo yanapatikana hapa Dar es Salaam. Maeneo mbalimbali unaweza kupata huduma bora kabisa. Tunatoa huduma za kunyoa mitindo yote ya nywele kwa wakaka na wadada, na ndio maana tunaita unisex, ambapo kwa shilingi 2000 za Kitanzania, lakini utanyoa, utakuwa na muonekano wa kifahari, muonekano wa kishua zaidi kwa bei nafuu kabisa. Tuna huduma nyingine kama kupaka black, tunapaka wave, tunapaka bleach wale ambao wanapenda fashion za nywele kama hizo, lakini pia ngozi yako itakuwa nzuri kabisa pale ambapo tutakupatia huduma zetu kwa bei nafuu kabisa kama kufanya scrub, steamer, pedicure, manicure, tunazifanya hizo. Lakini katika saluni zetu za kike tunasuka mitindo yote ya nywele ya kisasa na ile ya asili na ile mitindo ambayo trending kabisa. Pia tunatengeneza kucha, tunaweka kope, tunabandika kucha. Mbali na hapo pia tutakufanyia pedicure, manicure kwa huduma safi kabisa na kwa bei nafuu, huduma bora kabisa. Tembelea Instagram page zetu kwa ajili ya kuweza kujionea mandhari nzuri ya saluni zetu, na pia kuweza kuona location zetu, maeneo ambayo tunapatikana. Pale Buguruni Ruzana, mkabala na kota za polisi. Pia tunapatikana Mtoni kwa Azizi Ali, mkabala na zahanati ya Mtoni. Tunapatikana Temeke Sudani pale kona ya kwenda Tandika. Pia tunapatikana Mikwambe Maliasili Kigamboni, Kibada shule pia pale tupo mkabala na shule ya msingi Kibada, na pia tunapatikana Tuangoma pale kwa Sako. Instagram page @officialJRMtita_unisex. Karibu upendeze, fahari yetu ni kuona mteja wetu akipendeza. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali. Garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.